Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itahakikisha ifikapo mwaka 2030 Watanzania wanatumia nishati safi na salama ili kuondokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tamko hilo limetolewa na makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah wakati akizindua mkutano wa mabadiliko ya tabia ya nchi ambao umekusanya nchi zaidi ya 60 Afrika. Amesema mkutano huu utajadili mada ambazo zitasaidia kuleta umoja pamoja na mafanikio katika mataifa hayo. Kati ya watu milioni 600 ambao hawajaingia kwenye grid. Kwa hiyo tunategemea hata ikifika mwaka 2030 tumeunganisha kwenye grid watu milioni 300 wa Afrika kuingia kwenye grid, kwa maana hao watu wote kupata umeme. Lakini la tatu, kuweka msimamo kwenye mkutano wa COP30 ambao nategemewa mkutano huu kufanyika mwezi Novemba nchini Brazil. Hayo yalikuwa ndo mambo makubwa matatu kwa mkutano huu wa leo. Lakini nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana nchi mbalimbali ambazo zimekuja kusupport. Lakini kuna finance hapa wa nchi mbalimbali, lakini kuna nchi wawakilishi wa nchi zaidi ya 60 ambao wamekuja hapa kutuunga mkono, na kwa hakika mwelekeo wa Afrika unakwenda kuwa vizuri. Mashirikiano haya ambayo yanaonekana ni ishara ya maelekezo mazuri ya viongozi wetu ambao wanakwenda kusimamia katika mataifa yao, lakini kuleta umoja wa Afrika na wa Afrika. Ili tufanikiwe lazima tuwe wamoja, tuweze kuyatekeleza haya ambayo tumekusudia kuyazungumza hapa. Tunavyofahamu swala la clean cooking, champion wa jambo hili ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Mkutano huu ulipelekwa Ethiopia kwa kuthibitishwa tu, lakini champion wa jambo hili ni Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi Tanzania jambo hili tunalichukulia kwa ukubwa sana na hamasa ni kubwa, na sasa Watanzania wengi wanahamasika kwenye suala hili la clean cooking. Nasi matarajio yetu hata ikifika mwaka 2030 basi Watanzania wote wawe kwa asilimia kubwa sana wameshaingia katika utaratibu huu wa clean cooking, na tunaamini na Waafrika wengi watakuwa wametuelewa. Na ndio maana hii moja kati ya malengo ya mkutano huu at least kuona kwamba kila nchi wa Afrika tunashirikiana na kuona kwamba swala la clean cooking linasimamiwa ipasavyo. Kwa Tanzania tunaendelea vizuri na tunategemea hata ikifika mwaka 2030 tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Dr. Kalizo Feljik Manyika, mkurugenzi msaidizi masuala ya tabia nchi, ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na itashawishi mataifa mengine katika kupambana na changamoto ya tabia ya nchi. Kwetu hapa na kuwa wenyeji wa mkutano huu inatupa sasa uwezo wa kuongea na jumuiya mbalimbali za kimataifa, ya jumuiya ya kimataifa ya kikanda, na kuweza kupeleka agenda zetu. Yapo mambo muhimu, kwa mfano swala la nishati safi ya kupikia ambao ni agenda ya Tanzania, kwa kuwa sisi wenyeji na tayari limeshachukuliwa katika ngazi ya wakuu wa nchi, marais ambao mheshimiwa rais alishapeleka, lakini na sisi wataalamu hapa, kwa sababu ndio watu tunakwenda kwenye majadiliano kwa ajili ya kushawishi wananchi, nchi zingine kutoka nchi zinazoendelea waweze kukubali jambo hili. Ni rahisi kwetu sasa kulipanga namna ya kuweza kuendeleza jambo hilo. Lakini vile vile kuna masuala ya nishati ya umeme ambao wakuu wa nchi walikutana hapa Dar es Salaam mwezi Februari na kuzungumzia masuala jinsi ya kuwafikia watu milioni 300 ndani ya Afrika kuhusu mabadiliko, kuhusu kupata nishati ya umeme, na agenda hii ilianzia Tanzania. Kwa hiyo sisi tunapokusanya na kuwaleta pamoja wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi hapa, sasa tunawapa nyenzo na mahitaji ya Afrika ili waweze kuyabeba na kuwazungumzia katika majukwaa mbalimbali ambayo yanaongelewa. Kwa upande wake, Dr. Richard, mwenyekiti wa Afrika na mshauri wa rais ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, amesema kila nchi inatakiwa kuweka mkakati na kupunguza gesi joto ili kuhimili mabadiliko ya tabia ya nchi. Hivi nchi zote duniani zinaandaa ripoti ya 3 kuonyesha wanavyofanya hilo jambo. Sasa kubwa sisi tunaloliangalia, hatuwezi tukaongelea kupunguza masuala ya gesi joto bila kuangalia
fedha tunazipata wapi hasa za kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tutachambua hizi ripoti kama Afrika, na kama mwenyekiti tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunapeleka taarifa moja itakayoelezea ni mambo gani ya msingi tunataka yatimizwe katika ripoti hizi. Jambo la tatu ni masuala ya nishati za mpito. Niliongelea jana, ninataka nirudie, panakuwepo na wimbi la dunia la kuhakikisha kwamba tunapita kwenye nishati za mpito ambazo zitatupeleka kwenye dunia iliyo salama. Hizi nishati za mpito ni zile ambazo zitakuwa mbadala wa matumizi ya nishati za sasa, ambazo hasa ni nishati zinazotokana na vyanzo vya mafuta. Sasa katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, nishati za mpito tumeelewa kwamba zinatokana na baadhi ya madini pamoja na nishati mbadala ambazo zinapatikana Afrika. Kwa mfano, takriban asilimia zaidi ya 40 ya madini ya kimkakati tunaita critical minerals yanapatikana Afrika, na takriban asilimia 60 ya nishati za mpito, nishati mbadala zinapatikana Afrika, na pia tuna misitu ya kuweza kunyonya baadhi ya gesi joto. La msingi tunachotaka kuangalia ni vipi hizi nishati za mpito zitaifaidisha Afrika, ambayo ndiyo yenye haya madini, ndiyo yenye vyanzo vya nishati mbadala, na ndiyo yenye misitu inayonyonya hizi gesi joto. Kwa hiyo kubwa tutakalijadili hapa na kubaliana ni kwamba Afrika iwe na maeneo gani ambayo tutalazimisha dunia ituelewe tunapoongelea kwamba nishati za mpito kwetu zina umuhimu tofauti. Nikiripoti kutoka VOP TV, ni mimi Rayyan Hamad. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.